kumushiba sawa twavuga Mungu twashiba tulisaba ariko kigo kyagwatwa mtama kigo kyagwatwa kitoga yoshi baime ventura bapamba kabisa hadi tarata simiri mzalendo bamuyuvwe ubwo kimbunda yagabishe hatari na hofi ubwo kiteni taboneke umagambo gabiri yago anaki batabona imbunda batabona iteni atadekwe kumzalendo zo habari izo kitoga kabisa mde murambi yoshi bapamba batabagamba genda kumurongoro mpaka Irurambo yo miazi yeyo data. Hamjambo tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Jumatatu tarehe ni 10 mwezi Agosti ama mwezi wa 8 mwaka 2026. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa update zetu za jioni ya leo, tukitizama jinsi hali ya usalama ilivyo kwa sasa mbele kwenye mistari ya mapigano, pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Hapo ni katika operation ambayo inaendelea kwa sasa mashariki mwa nchi ya Kongo kati ya kundi hili la waasi wa M23 kwa ushirikiano na kundi la Twirwaneho, wakiendelea kupigana na wale wote ambao wanapigana kwa upande wa serikali ya nchi ya Kongo. Na hilo ni jeshi la Kongo lenyewe ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo pamoja na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23. Na bila kuponda muda nataka moja kwa moja tuingie kwa update zetu za jioni ya leo, tukizianzia mbele kwenye mistari ya mapigano pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Mapigano makali yaendelea kupamba moto sehemu nyingi tofauti. Hapo ni mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, pale ambapo kundi hilo wapiganaji wa M23 wanaendelea kuchukua ama kudhibiti sehemu zingine tofauti ambazo zilikuwepo mikononi mwa kundi hili la hao wote ambao wanapigana kwa upande wa serikali ya Kongo. Na nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu kwenye milima ambayo inapatikana juu ya bonde lote la Plaine de la Ruzizi, ama hapo ni kwenye milima ambayo inainuka ukipanda ukielekea Rurambo, pale ambapo hapo jana kumeripotiwa mapigano makali kati ya pande zote mbili, mapigano ambayo yaliweza kusababisha kundi hilo wapiganaji wa M23 kudhibiti sehemu zingine 3 ambazo zilikuwa mikononi mwa wazalendo. Mapigano makali yameripotiwa kwanza hapo jana tarehe 8 juu ya Plaine de la Ruzizi, ama ni milima ambayo inapatikana juu ya bonde lote la Ruzizi, huku ukiendelea kupanda ukielekea Rurambo, lakini pia tunaweza sema ni juu ya mji wa Uvira, pale ambapo sehemu ambayo imejulikana kama Kitonga, sehemu ambayo imejulikana kama Murambi na sehemu ambayo imejulikana kama Rubunga, zote 3 ziliweza kuingia mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa M23 baada ya wazalendo kujaribu kuchokoza na kuvamia ngome za kundi hili la M23 pamoja na Twirwaneho ambazo zilikuwa zinapatikana kwenye milima hii. Yani inamaanisha kuwa Kitoga yote imekwisha kuingia mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa M23, yaani wanajeshi ni wengi sana wa M23 wameonekana kwa wingi wakiendelea kupanda milima yote, yaani wanataka kukamata milima yote ambayo inapatikana juu ya bonde hili la Ruzizi na milima yote ambayo inapatikana juu ya mji wa Uvira. Habari ambazo tumezipata ni kuwa kundi hilo wapiganaji wa M23 wanakwenda kutumia strategy ama mbinu ambayo waliweza kuitumia wakati ambapo walikuwa wanapigana mkoa wa Kivu Kaskazini. Kumbuka kuwa kuna miji miwili ambayo ilikuwa ni migumu sana kwa kundi hii kuikamata, ikiwemo mji wa Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini, lakini pia kuna mji mwingine ambao unapatikana karibu na mji wa Goma
ambapo pia walipigana kwa muda wa miaka zaidi ya miwili bila kuingia kwenye miji hii miwili. Lakini ilibidi kundi hilo wapiganaji wa M23 waweze kuzunguka na kuzingira sehemu hizi mbili zote ili wanajeshi wa jeshi la Kongo wakose pale ambapo wataelekea. Sasa wameanza kuzunguka pia mji wa Uvira, Plaine de la Ruzizi hata na mji wa Baraka ili waweze kuacha sehemu hizi tatu bila njia yoyote ya renforcement ama ya msaada, pale ambapo watakuja kukimbia bila mapigano yoyote kufanyika. Kulingana na wachambuzi wa siasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaonekana kuwa mji wa Uvira hakuna mapigano yoyote ambayo yatafanyika. Baada ya kukamata mji wa Baraka na milima yote ambayo inamia mji wa Uvira, itabidi wanajeshi wa jeshi la Kongo pamoja na wazalendo waweze kujiondoa kutoka mjini Uvira bila mapigano yoyote, sababu watakuwa wamebaki na njia mbili peke yake. Njia ya kwanza ni njia ya kuelekea mjini Bujumbura kwa nchi jirani ya Burundi, na njia ya tatu itakuwa ni njia ya kuelekea mjini Kalemi, hapo ni katika mkoa jirani wa Tanganyika, hapo ukielekea kusini mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa habari ambayo tunazo ndugu mtazamaji na msikilizaji ni kuwa milima hii ambayo inazunguka bonde hili la Ruzizi pamoja na mji wa Uvira yote inaendelea kukamatwa ama kuingia mikononi mwa kundi hili la waasi wa M23 baada ya mapigano ambayo inaendelea kuibuka moja kwa moja kutoka upande wa serikali ya Kongo. Sehemu ambayo imejulikana kama Mukela, sehemu ambayo imejulikana kama Mtambala, kumeripotiwa mashambulizi makali sana ya drone juu angani, ambapo inasemekana kuwa pale ambapo kuliko ngome za jeshi la Burundi waliweza kushambuliwa na drone kutoka juu, pale ambapo haijajulikana drone hii ilikuwa imetumwa kutoka wapi, lakini kumeripotiwa mlipuko mkubwa sana na haijatangazwa idadi ya watu ambao wanaweza kuwa wamejeruhiwa ama wanaweza kuwa wameuawa katika shambulizi hili. Habari ambazo tunaendelea kuzichunguza ni kuwa drone iliweza kushambulia Mukela pamoja na Mtambala pale ambapo kuna ngome za wapiganaji kutoka jeshi la nchi ya Burundi. Jana tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026 wapiganaji 28 kutoka wazalendo Panyabiondo waliweza kujisalimisha ama kujiunga na kundi hilo wapiganaji wa M23. Waliweza kukuja na vifaa vyote ambavyo walikuwa navyo, silaha zao za mapigano pamoja na vifaa vingine tofauti, na kujiunga na kundi hilo wapiganaji wa M23. Siku ya leo ndipo viongozi wakuu wa chama hiki waliweza kukuja kufanya mazungumzo na wapiganaji hawa ili wajue kama watawatuma kwenye mafunzo huko ambao wanaelekea sijui ni Sabinyo na wapi ambapo wanafanya mafunzo ya kijeshi, ama wataendelea kupigana ama wengine watakuja kurudishwa kwa maisha yao ya kawaida. Tunapoendelea na habari zetu ndugu mtazamaji na msikilizaji, bado tukiwa mkoa wa Kivu Kaskazini, tumeshavuka mkoa wa Kivu Kaskazini, hapa ni Nyabiondo ambapo wapiganaji hawa walikuja kujisalimisha mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa M23. Sehemu ambayo imejulikana kama Mashaki, hapa ni karibu na sehemu ambayo imejulikana kama Kazinga. Hapo jana kumeripotiwa mapigano makali sana hadi leo asubuhi ambayo yaliweza kuunganisha pande zote mbili. Wazalendo pamoja na jeshi la Kongo waliweza kushambulia wakilenga ngome kubwa za M23 ambazo zilikuwa zinapatikana hapa, wakitaka kukamata vijiji hivi ama kuendelea kusonga mbele wakirudisha nyuma wapiganaji hawa M23 ili kuendelea kusonga mbele wakielekea mjini Goma. Lakini habari ambazo zimetufikia ni kuwa baada ya mashambulizi hayo makali hakuna sehemu yoyote ambayo iliweza kuingia mikononi mwa jeshi la Kongo wala mikononi mwa upande wa M23. Kila upande waliweza kubaki pale ambapo walikuwa kabla mashambulizi haya kuanzishwa.
Tukijaribu kuelekea kwenye milima mirefu ya eneo la Fizi, hapo ni Mwenga, eneo la Fizi na Minembwe, hakuna operesheni yoyote ambayo iliweza kuripotiwa. Hapo ni Axe Kabanja Rugezi, bado kunaendelea kuripotiwa maandalizi makubwa ya operesheni kubwa ambayo itakuja kuibuka hivi karibuni kati ya pande zote mbili. Ni operesheni ambayo itasababisha maneno mawili tofauti. Jambo la kwanza ni jeshi la Kongo kuwa na nguvu za kurudisha nyuma kundi hilo wapiganaji wa M23 pamoja na Twirwaneho hadi mjini Minembwe, yaani Kabanja, Kimete, sehemu zingine tofauti za hapo Rugezi hadi mjini Minembwe, na kulibere sehemu zote ambazo zinapatikana kwa sasa mikononi mwa Twirwaneho pamoja na M23. Ama jambo la pili, washindwe alafu kundi hili wapiganaji wa M23 waweze kuwarudisha nyuma hadi sehemu ambazo ni target kubwa kwa sasa za wapiganaji wa Twirwaneho pamoja na M23. Huo ni mji ambao umejulikana kama Milimba na Lurimba, huko ukielekea kwenye mpaka wa eneo wa mkoa wa Kivu Kusini na mkoa wa Manyema. Sasa wazalendo pamoja na jeshi la Kongo ni mambo mawili, wakuwe na nguvu ama na uwezo wa kupiga kundi hilo wapiganaji wa M23 wakiwarudisha nyuma hadi mjini Minembwe, ama wao wapigwe warudishwe nyuma hadi Milimba na Lulimba na sehemu zingine tofauti, wakiendelea kudhibiti sehemu kubwa sana ya Lulenge, pale ambapo kuna ngome kubwa sana za wazalendo. Hapo ndipo sasa nyumbani mwa kabila la Wafuliru, Wanyindu na sehemu ya Wabembe. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, sina mambo mengi jioni ya leo, nilikuwa tu kukuletea updates za yale ambayo yanaendelea kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi mbele kwenye mistari ya mapigano. Acha nikuombe ndugu mtazamaji na msikilizaji, kama hujajiandikisha ama kusubscribe, sabone kwa Kifaransa kwa channel hii, kwenye sabatoni hiyo nyekundu ambayo imeandikwa subscribe, sabone kwa Kifaransa, jiandikishe kwa Kiswahili, ndiposa uwe mmoja wetu. Uendelee kuzipata habari zetu za kweli tena za kuaminika ambazo tunaanza kuwa tukizileta kila siku asubuhi, mchana na jioni, tukikuletea yale ambayo yanajiri kwenye mistari ya mapigano mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia kwa siasa mjini Kinshasa na kwenye nchi za maziwa makubwa ambazo ni nchi tatu: nchi ya Rwanda, nchi ya Burundi na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ambazo zinaendelea kukumbwa na misukosuko ya kivita, huku wakijaribu kupigana wote wakiwa